Kama kuna hasara utaipata katika maisha ya kiimani, ni hasara ya kuwa Mkristo kama walivyo Wakristo wengine. Yaani kitendo cha kuwa Mkristo wa kawaida, yanayowapata Wakristo wengine yaliyo maisha ya Wakristo wengine, zilizo hali za Wakristo wengine, iliyo kawaida na desturi ya Wakristo wengine, ndiyo hali yako, ndiyo maisha yako, ndiyo mazingira yako. Ni hasara. Angalia hasara ambayo Ukristo ungeingia kama Paulo mtume angeendelea kuwa sawa na Wakristo wengine pale Antiokia. Wanaomba wote wako pamoja, wanafunga wote wako pamoja, ila kuna mtu amepewa kitu cha ajabu sana, ila kile kitu hakijamruhusu kuwa mtu wa tofauti. Ndani yake ana neema ya ajabu sana, ila ile neema haijamruhusu kuwa mtu wa tofauti. Ndani yake ana wito wa pekee na wa ajabu mno, ila huo wito haujamfanya uwe wa tofauti. Mpaka mfungo ulipoingia na kuomba kulipoingia, akasema nitengeeni hao wawili, sio Wakristo wa kawaida. Nitofautishieni hao watu, kuna kazi maalum nimewapa. Niwekeni pembeni hao watu, kuna utume usio wa kawaida huko ndani yao. Namba moja, mfungo unakutofautisha usiwe mtu wa kawaida. Mfungo unakutofautisha usiwe mtu wa kawaida. Vinginevyo utaambatana na kila kitu na utaambatana na kila mtu. Una neema, una mafuta, una wito unaoitwa kuitwa, una baraka, una nafasi, lakini hujatofautishwa. Kwa hiyo ni dume la kondoo, ni mama wa kondoo, ila yuko katikati ya kundi la kondoo. Hajatofautishwa, pembe haijatukuzwa, kinara cha taa hakijainuliwa, mganda haujasimamishwa katikati, na nyota haijapelekwa mbele. Namba mbili, kwa nini tunafunga na kuomba? Mfungo unatutiisha chini ya mkono wa Mungu. Kutiishwa ni kunyenyekezwa mbele za Mungu, ni kufanywa mali ya Mungu, ni kufanywa milki ya Mungu. Fungo ndicho unachofanya, tunatiishwa kwa Mungu. Sasa kutiishwa mbele za Mungu haina maana kwamba Mungu ana ugomvi na chakula. Mungu hana ugomvi na chakula. Chakula ni baraka. Lakini kwa nini ukifunga unatiishwa kwa Mungu? Kwa sababu chakula kinatia nguvu mwili. Kazi ya kwanza ya chakula ni kuutia nguvu mwili. Na mwili ukishakuwa na nguvu, akili inafanya kazi sawa sawa. Hisia zako zote zinafanya kazi sawa sawa. Hisia za kuona, za kusikia, na misisimko mingine ya kila aina inafanya kazi sawa sawa ukiwa umetia chakula mwilini. Ila mfungo, unapoingia kwenye mfungo, ni kwamba unachukua sehemu ile ya mwili ambayo ilitakiwa ikautie nguvu mwili, akili, mwili, nguvu, hisia, mawazo, fikra, unaenda kuhamishia hiyo nguvu rohoni. Kwa hiyo unatoa kwenye mwili, unapeleka kwenye nini? Kwenye roho, ambayo roho ndiyo inayohusiana kwa karibu zaidi na Mungu kuliko mwili. Hatufungi tufe
kwa sababu hicho atakachokifanya atakifanya kupitia mwili huu. Ndio maana Ayubu anaandika, anasema hata pasipo mwili huu nitamuona nani? Nitamuona Bwana. Ni huu wa sasa, ila kwenye mwili kuna macho, bado anatarajia kuona. Mfungo wa kujitiisha ukatengua na ukatangua adhabu ya Mungu, kwa sababu mtu aliyefunga ni rahisi zaidi kutembea na Mungu kuliko mtu ambaye amekula, kwa sababu mwili hauna nguvu, sio tu za kutembea na kuongea, ila hauna nguvu katika zile faculties, yaani hisia, fikra, mawazo yaliyo kinyume na Mungu. Kwa mfano, wale ambao mmeshafunga mwendo mrefu kuanzia siku 3 hivi, hapo masaa 72, hujala kitu, hujanywa kitu, wewe una tatizo la uoga. Huo unakuwa muoga sana. Huo ukishafika siku ya 3 hakuna kitu chochote unaogopa. Kwa wale wa milimani, ulikuwa siku ya kwanza ukiona nyoka unahama kilele cha mlima. Siku ya 3 uko hivi unapiga magoti na nyoka yuko hapa, unamwangalia tu. Hofu na uoga vimemezwa. Wale ambao mna tatizo la kutokuamini, yani wewe huamini kwamba kuna siku utafanikiwa, huamini kwamba ukiomba unajibiwa, huamini kwamba Mungu atabadilisha maisha yako, huamini kwamba utafanikiwa katika hilo unaloomba, maana yake hufungi. Mtu yoyote anayefunga sawa sawa, swala la kutokuamini linamezwa, anakuwa mtu wa imani. Imani inazaliwa, inakuwa, unaona yote yanawezekana. Yaani mfungo ule ukikuingia tu, unatamani kusema nileteni kilele cha mlima nikihamishe. Huoni ugumu wa jambo lolote mbele yako, kwa sababu ile faculty ya doubt imepotezwa nguvu. Badala yake ule ulimwengu wa roho umetiwa nguvu. Nakumbuka hakuna majibu bila maombi ya imani. Sasa kama imani yako inashambuliwa, weka mfungo. Ukitia mfungo, imani inapanda, kutokuamini kunatoweka, unaamini yote unayoyaomba. Namba 3, unapofunga unafungulia ulimwengu wako wa roho ili kuweza kuwasiliana kirahisi zaidi na ulimwengu huo, kuchukua yaliyoko huko kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo unafungua ulimwengu wa roho. Ulikuwa umefungwa, hakuna mawasiliano, huna unachojua, huna unachoelewa, ila ukifunga mbingu zinafunguka. Sababu ya 4 ya kufunga, kuyalazimisha mambo yasiyowezekana kuwezekana. Yaani unayalazimisha. Biblia inasemaje? Yote yawezekana kwake aaminie. Ukisikia mtu ana lugha ya haiwezekani, haiwezekani, imeshindikana, imeshindikana, hiyo ni lugha ya kimtu kisichoenda kokote. Yanawezekana. Tumia zako. Maombi ni matumizi ya nguvu katika ulimwengu wa kiroho kujipatia yaliyocheleweshwa, yaliyokawizwa, yaliyokatazwa kuingia mikononi mwangu kwa hiari. Namba 5, kwa nini tunafunga na kuomba? Tunafunga na kuomba kwa sababu tunajichotea vilivyo vingi katika ulimwengu wa kiroho kwa kutoa vilivyo vichache katika ulimwengu wa damu na nyama. Tunapofunga tunajitoa katika nguvu zetu, chakula, muda, ili tukajichotee kwenye ulimwengu wa roho
Kwa hiyo mtu akifunga, maana yake anazuia faida ya mwilini ili aende akachote faida ya rohoni. Anasemaje Isaya? Anasemaje Yohana wa Ufunuo? Anasema njoni kwangu mnunue, naam kila asiye na fedha aje kwangu, hata asiye na dhahabu aje anunue bila fedha, naam aje anunue bila dhahabu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo wewe unataka kununua vitu, ila hivyo vitu hela ya kununulia huna, na kwa sababu hela ya kununulia huna, kuna gharama unaweza ukalipa ukanunua vile vile kama mwenye hela. Hiyo gharama inaitwa kufunga na kuomba. Sasa ulimwengu wa kiroho unapofunga na kuomba, kazi yake ni kukuvalisha mamlaka na nguvu za kiungu, kupasua miamba iliyosimama mbele yako ivunjike vunjike, ili upate urithi uliofichwa. Baada ya kuombewa sasa hivi, mama anasikia, macho yake yanaona, Mungu wako amemfungua baba.